Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Darasa ya leo tunataka kuanza darasa ya al-amanatul khams. Amana 5. Amana ni uaminifu. Uaminifu ni kupeleka kitu salama kwa mwenyewe pasi na kukidhuru. Amana ni kusalimika, kuokoka. Tutasema al-amana ni security. Sasa hii darasa ya leo tutaanza kwamba al-amanatu al-khams, amana zile 5. Alimuha ahlakum, zifundisheni watu wenu, sigharan wa kibaran, wakubwa au wadogo. Kwa hivyo al-amanat, uaminifu, kuna mambo ambayo ukiyafanya wewe utakuwa katika kinga, utakuwa katika security, utakuwa umeaminika au umesalimika na mabaya. Kutoka kwa nani? Kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu Mwenyezi Mungu ndiye anasalimisha watu, ndiye anaokoa binadamu na ndiye anawalinda. La kwanza kabisa asema Mtume sallallahu alayhi wasallam, man salla subha, mwenye kuswali swala ya subuhi, fahuwa fi dhimmatillah, anabaki katika dhimma ya Allah subhanahu wa ta'ala. Dhimma ya Allah nini? Ni kwamba hakuna kitakachomdhuru. Yani bimaana hata mtu akamdhulumu, basi Mwenyezi Mungu ndiye atamlipia kisasi. Na mfano mtu atachukua haki yake, Mwenyezi Mungu atamlipia, atachukua haki yake amlipie. Lakini sharti umeswali asubuhi. Unaona kwamba swala ya asubuhi ina fadhila kubwa, na wala haimaanishi kwamba swala zingine zina fadhila. Ziko hadithi zimekuja kuleta fadhila ya swala ya alasiri, zingine fadhila za swala ya isha. Sasa hii ni fadhila ya swala ya asubuhi. Ukitaka kusalimika, ukitaka Mwenyezi Mungu akupe cover, security ya siku nzima, man salla subha, ukiswali swala ya asubuhi utakuwa katika dhima ya Allah kutoka asubuhi mpaka swala ya asubuhi nyingine. Kwa hivyo haya yote tunatafuta hifadhi kwa Allah. Dunia hii ambayo kwamba imejaa mabalaa, dunia hii ya ufisadi imejaa majambazi, kila mmoja na kutafuta, barabara ilivyojaa maajali. Lakini wewe ukitaka kusalimika na yote haya, usalimike na majambazi, usalimike na balaa kwenye barabara, usalimike na vitu vingine vyovyote, wadudu, wanyama wasikudhuru, basi wewe swali asubuhi, utaona siku yako itaenda shwari. Mwenyezi Mungu tupe security yako ya Rabbul Alamin. Wassalamu alaykum.